Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, kwa majina naitwa Dr. Hassan Suleiman Mtani. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya afya ya uzazi na magonjwa katika vizazi vya wanawake. Leo hii tutazungumza kwa mukhtasari kuhusiana na changamoto ya uvimbe katika kizazi. Na changamoto hii inawapata wanawake wote kuanzia katika umri wa miaka 15 na kuendelea mpaka uzeeni kwa miaka 60, 70 na 80. Changamoto hii au tatizo hili la uvimbe, vimbe hizi zimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni vimbe ambazo zina vinasaba vya saratani, na kundi la pili ni zile vimbe ambazo hazina vinasaba vya saratani. Na vimbe hizi zinaathiri sehemu mbalimbali katika via vya uzazi wa mwanamke. Kuna vimbe ambazo zinajitokeza kwenye shingo ya kizazi ya mwanamke. Kuna vimbe ambazo zinajitokeza kwenye mji wa uzazi wa mwanamke kwa maana uterus. Na kuna vimbe ambazo zinajitokeza katika mji wa mayai wa mwanamke, ambapo kila mwanamke ana mji wa mayai, ana miji miwili ya mayai, mmoja wa kulia na mmoja wa kushoto maarufu kama ovary. Vimbe hizi zinatokea wanawake katika makundi tofauti tofauti, na miongoni mwa vihatarishi ama visababishi ambavyo vinaweza kumpata mwanamke, anaweza kawa na uwezekano mkubwa kupata changamoto hii ya vimbe. Kwanza kuna vimbe ambazo zinawapata wanawake ambao wanakaa muda mrefu bila kubeba mimba ama hawajawahi kubeba mimba. Hii ndio aina ya vimbe ambayo mara nyingi tunakutana nayo, maarufu kama fibroid, ambazo wengi wanakuwa wanazifahamu, ambazo hizi huwa zinaota kwenye mji wa uzazi. Na zinapata zaidi wanawake ambao wamekaa muda mrefu. Mara nyingi wanapokuja hospitalini ukimuuliza mara ya mwisho umebeba mimba lini, ama atakwambia aidha mimba ya mwisho alibeba miaka 10 iliyopita, au kuna mwingine anakuambia hajawahi kabisa kushika ujauzito katika maisha yake, na unakuta umri wake umesogea na miaka 30, 35, 40. Hii ni aina ya kwanza. Aina nyingine ya vimbe ambayo inajitokeza kwa watu hawa ambao pia kihatarishi kikubwa ni hicho, kukaa muda mrefu bila kubeba mimba, ni vimbe ambazo zinatokea kwenye mji wa mayai ama kwenye ovary, maarufu kama ovarian tumors. Hizi nazo ziko makundi mbalimbali. Kuna ambazo zina vinasaba vya saratani na nyingine ambazo hazina vinasaba vya saratani. Aina nyingine ya vimbe zile ambazo zinatokea kwenye shingo ya kizazi. Hapa kuna vimbe kama zinaitwa cervical polyp, ambazo hizi hazina vinasaba vya saratani, lakini pia kuna vimbe ambazo zina vinasaba vya saratani maarufu kama saratani ya shingo ya kizazi. Hizi ni baadhi ya vimbe ambazo mara nyingi zinakuwa zijitokeza, lakini pia kuna aina nyingine za vimbe ambazo zinajitokeza kwa wanawake katika nyakati tofauti tofauti za umri. Kwa takwimu tu kwa hapa kwetu Afrika, inakadiriwa kwamba kila mwaka kuna wanawake 50 katika kila wanawake 100 wanakutana na changamoto ya kupata vimbe katika kizazi. Na kwa huku kwetu Afrika, sehemu kubwa ya vimbe hizo zinakuwa hazina vinasaba vya saratani. Hii ni tofauti na katika nchi zilizoendelea, Ulaya na Marekani, ambapo sehemu kubwa ya watu wanaopata vimbe zinakuwa zina vinasaba vya saratani. Na tofauti hii inatokana na mitindo ya maisha, aina za vyakula na matumizi mbalimbali ya kemikali na vinasaba vya kurithi kutoka kwa wazazi, ambavyo vinapelekea watu katika eneo moja kwenda jingine wanakuwa na uwezekano zaidi wa kupata vimbe zenye vinasaba vya saratani kuliko katika sehemu nyingine. Visababishi vingine kwa upande wa visababishi, kuna baadhi ya visababishi ambavyo vinatokana na mitindo yetu ya maisha, kwa aina ya vyakula tunavyokula, vyakula ambavyo vina uchache katika mboga za majani na matunda. Hivi vinapelekea sana kumwongezea mtu uwezekano wa kuwa na vinasaba vya saratani katika vimbe hizi. Lakini matumizi ya pombe na sigara, hasa sigara, pia inaongeza uwezekano wa mtu kuweza kupata vimbe zenye vinasaba vya saratani. Lakini kama nilivyosema hapo awali, kukaa muda mrefu bila kubeba ujauzito pia ni kihatarishi. Inaweza kupelekea mtu akapata vimbe zenye vinasaba vya saratani. Lakini pia kukaa muda mrefu bila kubeba ujauzito inaweza kupelekea pia mtu kupata vimbe ambazo hazina vinasaba vya saratani. Lakini kuna vimbe ambazo vinasaba vya saratani ambazo zinaathiri shingo ya kizazi. Hizi zinaenezwa kwa njia ya kujamiiana kwa kupitia maambukizi ya vimelea aina ya virusi wanaitwa human papilloma virus. Kwa hivyo, na hii mara nyingi inaonekana kwa watu ambao wana tabia hatarishi, hasa wale ambao wana tabia kuwa na
mahusiano na watu wenye wapenzi wengi, au yeye mwenyewe unakutana na wapenzi wengi, kwa sababu vimelea hivi aina ya virusi vinaenezwa kwa njia ya kujamiiana. Kwa hivyo watu hawa unakuta mara nyingi ndio wanapata vimbe katika shingo ya kizazi ambazo zina vinasaba vya saratani. Kwa upande wa dalili za maradhi haya, dalili kubwa sana ambayo inajitokeza mara nyingi tunaiona tukianzia katika shingo ya kizazi. Kwa wale ambao wana vimbe ambazo zina vinasaba vya saratani, dalili ya kwanza ni kutokwa damu mfululizo basi na kusimama, hasa baada kwa kuna mgusano. Kwa mfano wakati wa tendo la ndoa, unakuta mtu baada ya tendo la ndoa tu basi damu inaanza kutoka, au kama akijigusa katika shingo yake ya kizazi wakati wa kujisafisha, unakuta pia na damu inakuwa inaanza kutoka. Lakini pia kutoka majimaji, mara nyingine yanakuwa yana harufu kwa muda mrefu ukeni na hayakatiki, hata mtu anapokuwa anatumia dawa za kawaida za kutibu magonjwa yanayoweza kwa bakteria. Pia ni dalili nyingine inayokuwa inawapata. Lakini kwa upande wa mji wa uzazi, dalili kubwa inayowapata ni ile hisia kwamba kuna kitu tumboni. Mtu anaweza kaa anahisi kuna uvimbe unatembea tumboni, au mwingine akaona kabisa tumbo linakuwa linaongezeka ukubwa, ama kuna uvimbe anaohisi katika tumbo lake. Hii dalili nyingine ambayo inakuwa inawapata hasa kwa wale wenye vimbe katika mji wa uzazi. Dalili nyingine ni kutoka damu nyingi na kwa muda mrefu wakati wa siku za hedhi. Mathalan, mwanamke alishazoea kwamba akiingia katika ada yake anaweza katokwa damu kwa siku 3, na katika kila siku anaweza kaa anatumia pedi 3 ama 4. Lakini anapopata uvimbe katika mji wa uzazi, anaona ada hii inabadilika. Kwanza idadi ya siku zinakuwa zinaongezeka. Kwa hivyo badala ya siku 3 au 4 alizozoea, unakuta anaenda mpaka siku 7 au 8 mpaka 10, 14 kila anapoingia katika ada yake. Na idadi ya pedi anazotumia katika siku au katika masaa 24 pia zinaongezeka. Unakuta mtu alishazoea anatumia pedi 3 ama 4, lakini sasa zinaenda pedi anatumia paka boksi zima, pedi 10, 15, 20 ndani ya masaa 24, na wengine paka wanafikia hatua ya kuishiwa damu, anaenda kulazwa hospitalini. Hii ni dalili nyingine. Lakini pia katika mji wa uzazi, dalili nyingine ni inafanana na kwenye shingo ya kizazi. Kwa wale ambao wana vimbe zenye vinasaba vya saratani, ugonjwa unaitwa endometrial carcinoma, hawa pia huwa wanatoka damu, na dalili ya moja hapo ni sababu inawapata watu ambao wana umri mkubwa. Unakuta mwanamke alishafikia umri wa kukoma kupata hedhi, ana miaka 55, 58 au 60, lakini anashangaa ghafla akishakuwa na miaka 60 au 65, anashangaa ghafla anarejea tena kuanza kupata damu ukeni kama vile alivyokuwa anaipata hedhi. Hii pia ni dalili nyingine ambayo inakuwa inawapata wanawake wenye vimbe katika mji vya uzazi. Dalili nyingine ambayo inapata katika vimbe ambazo zinaathiri mji wa uzazi ama ovari, hii inaweza ikaambatana na maumivu ya tumbo. Mara nyingi anaweza kaa upande mmoja, aidha upande wa kulia au kushoto, kulingana na ovari ya upande gani ambayo imeathirika. Lakini pia anaweza akapata hisia ya kuhisi kwamba kuna uvimbe unazunguka tumboni, na mwingine anaweza akaona tumbo lina vimba au linajaa, akihisi kabisa kwamba huko ndani kuna kitu. Mwingine anaweza kujisikia labda ni mjamzito, lakini anashangaa mbona ni mjamzito lakini bado ninapata hedhi kama kawaida. Dalili nyingine ambayo inawapata wale ambao wana vimbe zenye vinasaba vya saratani na inakuwa kama imeshaanza kusambaa, unaweza ukakuta kwanza wanakonda, wanapoteza sana uzito, licha ya jitihada za kula vizuri na nini, lakini kulingana na ile saratani imesambaa eneo gani, anaweza kaanza kupata dalili nyingine za kuonyesha kuna mfumo mwingine umeathiriwa na saratani ile. Mathalan, kama ikifika kwenye mapafu, anaweza kawa anapata shida ya kupumua, anaona moyo unaenda kasi, mapigo ya moyo yanaenda kwa mbio na kadhalika. Kwa upande wa dalili. Kwa upande wa matibabu ya vimbe hizi yamegawanyika katika namna tofauti tofauti kulingana na aina ya uvimbe ambao mtu anakuwa nao. Kwa kawaida matibabu yanaweza yakahusisha upasuaji kuondoa ule uvimbe, lakini pia kama ule uvimbe utakuwa na dalili za saratani, basi itabidi apewe kulingana na aina ya saratani, atapewa matibabu aidha ya mionzi au matibabu ya dawa zina maarufu kama chemotherapy, ambazo zinatumika kufubaza athari ya vimelea vya saratani. Kwa hivyo hayo ndio matibabu ambayo yanapatikana katika aina hizi za vimbe, ambapo mgonjwa atakapokuwa amepata kukutana na daktari atamshauri kulingana na aina ya uvimbe na aina ya matibabu anayostahili kupata kulingana na tatizo lilokuwa nalo.
Katika vitu vya kukinga mtu asipate, jambo la kwanza au la muhimu zaidi, kwanza ni kuepuka tabia hatarishi. Hasa kuwa na wapenzi wengi au kuwa kwenye mahusiano na mwanaume wenye wapenzi wengi. Lakini pia tabia nyingine hatarishi kama matumizi ya sigara na pombe kupita kiasi, ambazo zakasababisha mtu akapata vimelea hivi. Lakini pia kufanya uchunguzi wa mara kwa mara. Inashauriwa watu wanafanya uchunguzi, mathalan katika upande wa saratani ya mlango wa kizazi, inashauriwa wanawake wanafanya uchunguzi kila baada ya miaka 3. Kwa wale ambao hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini kwa wale wanawake ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, wanatakiwa wafanye uchunguzi mara moja kila mwaka ili kuweza kubainika kama wana dalili zozote za kupata vimbe zenye vinasaba vya saratani katika shingo ya kizazi. Lakini namna nyingine ni kufanya vipimo kama kupiga picha ultrasound kila mwaka au kila baada ya miaka 2 kuangalia kama kuna vimbe zozote ambazo zinakuwa zinaanza kujitokeza katika shingo ya kizazi. Na mwisho kabisa ni kuhusiana na chanjo, ambapo kwa sasa hivi hasa katika nchi yetu ya Tanzania tumeanza kupata chanjo ambayo inatolewa kwa wasichana wakiwa shuleni kabla hawajazidi miaka 14, ambapo chanjo hii inakwenda kuwakinga wasipate saratani ya mlango wa kizazi. Chanjo hii ina ratiba yake, ambapo wale wataalamu wanakuwa wanapita mashuleni wanatoa chanjo hiyo kwa watoto ili kuwakinga kwamba watakapokuwa watu wazima, hata wakipata maambukizi ya virusi, vile vimelea vya virusi ambavyo vinasababisha saratani ya mlango wa kizazi au vimbe zenye mfumo wa saratani ya mlango wa kizazi, basi wasiweze kupata athari hiyo. Lakini mwisho kabisa nimalizie kwa upande wa takwimu tu kwamba aina hizi za vimbe zina athari tofauti tofauti, ikiwemo vifo, ambapo inafahamika au kwa takwimu ambazo zipo katika saratani, katika vimbe zenye vinasaba vya saratani ambavyo vinaua wanawake wengi ni saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hivyo hii inasababisha vifo na ni wanawake wengi sana wanapata hii athari ambayo inapelekea vifo, ambapo sasa tunashauri watu wana tabia ya kujichunguza ili waweze kupatiwa matibabu, kwa sababu uzuri ni kwamba vimbe zote hizi hata kama zina vinasaba vya saratani zikigundulika mapema, matibabu yake yanapatikana hapa kwetu Tanzania, na uwezo wa mtu kuongeza siku za kuishi na ubora wa maisha licha ya kwamba alikuwa na vimbe hizi unakuwa upo. Kwa hivyo watu wawe na tabia kujichunguza na wasichelewe kupata matibabu endapo wanakuwa wanagundulika na tatizo. Lakini kama nilivyosema hapo awali, nasisitiza sana tuwapeleke mabinti zetu kwenye vituo vya kutolea huduma za afya ili wakapate chanjo ya kuwakinga na vimbe zenye vinasaba vya saratani ya mlango wa kizazi. Asanteni sana.